Umeshajiuliza hivi kwa nini sasa hivi kuna magonjwa ya ajabu ajabu? Nini tunakosea? Kuna vitu vichache sana ambavyo unataka ujifunze kwenye haya maisha. Kuna vile vitu tunaviita essential. Ni vitu vya muhimu kwenye maisha yako ya kila siku. Ukishavielewa na kuvifanyia kazi, itakupunguzia machangamoto nyingi sana. Kitu cha kwanza kabisa cha muhimu kila siku ukipate ni mwanga wa jua. Yaani ukikosa mwanga wa jua, mwili wako utakuwa na imbalance nyingi sana. Mwanga wa jua ni kitu cha muhimu sana. Wanaokosa mwanga wa jua wana changamoto ya afya ya akili, wana hormone imbalance, wana ngozi mbaya, vitu vingi haviko sawa. So, hakikisha unapata mwanga wa jua. Kama upati mwanga wa jua, pata virutubisho vya kukusaidia. Hakuna nchi ambayo haina msimu wa jua. So, ukiwa ni msimu wa jua, take advantage. Lakini kwa sisi wa Afrika, tumepewa jua kila siku, hata kama kuna mvua, kuna saa tutaona kajua. Please take advantage ya jua la asubuhi, upate mwanga wa jua, upate vitamini za kutosha, mwili wako uweze kuoperate inavyotakiwa. Kitu cha pili, mazoezi. Miili yetu ni misuli na misuli ni movement. Kwa hiyo kama unakaa masaa mengi, utaugua tu, hata unywe dawa gani, lazima utaugua. So hizi ni njia za kawaida ambazo maisha ya kila siku yalitufundisha. Mama zetu walikuwa wanaamka asubuhi bila wao kujua wanafanya nini, consciously, na mimi naweza nikaita spiritually kwa sababu ilikuwa ni swala la kiroho zaidi. Wanaamka asubuhi, baba anachukua panga anaenda shambani, mama anachukua ufagio anafagia uwanja. Tena walikuwa wanafunga kanga na baki na mabega wazi, anafagia uwanja. Hii ilikuwa inampa mazoezi na ilikuwa inampa vitamini ya kutoka kwenye jua. Walikuwa wanafanya hivi kabla hata ya kuoga, kabla hata ya kunywa chai. Kwa sababu mara nyingi tunafanya usafi ndio tunakunywa chai. Kwa hiyo ile ilikuwa inakupatia vitamin D, inakupatia mazoezi, lakini inasaidia akili yako kukaa vizuri. Kwa hiyo mazoezi na mwanga wa jua la asubuhi ni very very important. Najua kuna watu mpaka leo wana practice hii ya kufagia asubuhi wakiwa wamefunga kanga na kuachia mabega wazi na baba wanaingia shambani. Wengine ndio wavuvi wanatoka kwenye uvuvi. Hiki ndio kipindi wanafanya shughuli zao wakiwa kwenye jua lile la asubuhi ambalo sio kali sana. Unatakiwa kufanya hivyo. Kitu cha tatu, chumvi. Kumekuwa na trendi ya watu kuacha kula chumvi. Na mimi nakuhakikishia hiyo ugonjwa unaokusababisha usile chumvi wala hauponi na wala hausaidiki. Hii ni aina nyingine ya slave mindset. Yaani mind zetu zimekuwa slave. Kwamba ukila chumvi ugonjwa utazidi. Ngoja nikwambie, ukila table salt, ukila hiyo chumvi ya kisasa, hiyo chumvi ambayo ni inanyongeza vikorokoro, ndio itakupa shida. Kula chumvi ya baharini au chumvi ya mawe. Guys, unahitaji minerals. Unahitaji madini. Bila chumvi, you are not going anywhere. So hakikisha unakula chumvi. Chumvi ni muhimu sana, ni essential. Haya, mwili wako unajengwa na madini na virutubisho guys. So chumvi ni very very important. Kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana kulala, naongea kila siku. Hakikisha unalala mapema, unalala usingizi wa kutosha. Mwili wako hauwezi kufunction sahihi bila kulala. So hakikisha unalala usingizi wa kutosha. Masaa 7 mpaka 8 muhimu sana. Hata kama unalala masaa 7 8 mara 3 kwa wiki, labda una kazi za shift, is well and good. Mwili wako unakuwa umepata nafasi ya ku detox na kuondoa sumu na kujialign. Kitu kingine na ambacho ni kiko kwenye kiroho na kiko kwenye kimwili, kufunga. Kufunga, kula kila siku ni aina nyingine ya ugonjwa. Wewe unatakiwa uwe na muda wa kuachia tumbo lako liwe na nafasi ya kupumzika, metabolism ipate nafasi ya kupumzika, ili mwili wako utumie ile existing fat, ile storage ilionayo. Hiyo pia ni aina nyingine ya kuondoa seli ambazo hazihitajiki mwilini. Hiyo ni aina nyingine ya kurenew mindset yako, mind yako. Ukifunga, brain yako inakuwa clear, brain yako inaweza kufocus, kwa sababu unapokuwa kila saa unachakata, damu ina flow kwenye digestive system zaidi kuliko kwenye brain. So jipe nafasi ya kuwa unafunga. Na tusipende kila siku kula kutwa mara 3. Sio nani alituambia? Yes, watoto ni muhimu, lakini watu wazima sidhani, otherwise una kazi ngumu sana, misuli inachoma sana. Mimi ninashauri kula kutwa mara 2. Tena chakula cha jioni kula mapema. Saa 10, saa 11. Ile saa ya kwenda kulala, kama wewe sio kijana kurudi utotoni, wewe ni mtu mzima, tuseme miaka 25 kwenda juu, I say hii discipline unahitaji ili uepuke magonjwa ya umri. Kama uko chini ya miaka 25, misuli yako inachoma haraka sana, unaweza ukala chakula cha jioni tu vizuri. Lakini watu wazima mimi nakushauri kula mara 2 kwa siku.
kuepuka presha, kisukari, magonjwa ya moyo na magonjwa yanayoambatana na chakula chenye virutubisho. Ninapozungumzia chakula chenye virutubisho, namaanisha chakula chenye uasili wake na kinakupatia virutubisho. Basi angalau katika sehemu ya mafungu ya chakula unaopata, moja ya chakula kiwe ni chakula cha asili. Hata kama sio kila siku, lakini mara 2 mara 3 kwa wiki unakula vyakula vya asili kutoka kwenye nature, itakupunguzia magonjwa mengi sana. Otherwise, magonjwa yapo yataendelea kusumbua kwa sababu mwili wako umeumbwa na nature kushirikiana. Usipofanya chakula kuwa dawa, dawa zitakuwa chakula chako. Sukari kabisa. Alafu ondoa hasira zisizoeleweka. Chuki, kuwekeana vinyongo na watu, inakupa shida bure. Kila saa cortisol iko juu, pressure itapanda. Achana na hizo mambo. Jipende, furahia maisha. Tunaishi once. After that, hatujui tunaenda wapi. Mwenyezi Mungu ndiye anajua. Umepewa nafasi ya kuishi hapa, live the quality life. Try to do it your best. Mwili wako una uwezo wa kuondoa sumu, lakini sio kila siku ulishe sumu kwa sababu unaweza kuondoa. Utafika mahali utaanza kustore. Kitu kingine, maji. Kunywa maji ya kutosha. Mwili wako ni 70% maji na zaidi. Processing za mwili haziwezi kutokea kama unywi maji. Kunywa maji ya kutosha. Kunywa maji asubuhi mpaka jioni. Tafadhali kunywa maji. Maana yake nini? Ukinywa maji, mwili wako unasafirisha virutubisho. Mwili wako unatoa uchafu. Unaposikia kiu, hiyo ni taarifa unahitaji maji. Usinywe soft drinks, kunywa maji. Kunywa soft drinks kama uko kwenye shughuli au kwenye sehemu, lakini guys, kama unataka kusaidia mwili wako uweze kuoperate, ukisikia kiu, kunywa maji, usinywe soft drinks wala usinywe juice, kunywa maji. Na maji usinywe kupita kiasi. Uelewe mwili wako, saizi ya mwili wako na uzito wa mwili wako, unywe maji kulingana na mahitaji ya mwili wako. Heshimu kiu. Kiu na kiheshimiwe. Ukiheshimu kiu, hautapata shida, maana hauhitaji maarifa mengi. Ukisikia kiu, kunywa maji, maana yake mwili wako unatumia maji. Asante kwa kushare, kulike, hakikisha kila mtu anapata hii video. Share. Comment kama una swali, kama kuna kitu hujaelewa. Asante sana.